Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, mradi wa ujenzi wa kiwanda cha uchenjuaji dhahabu unaotumia teknolojia ya kisasa, yani erosion plant, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza sekta ya madini nchini na kuongeza thamani ya dhahabu na kuhakikisha uzalishaji wenye tija na unaolenga kutunza mazingira. Aidha, mradi huu ni hatua kubwa ya kiuchumi kwa vijana, hivyo inaleta hamasa kupitia mwekezaji huyu ambaye alikuwa mchimbaji mdogo na sasa ni mwekezaji mkubwa katika wilaya ya Songwe. Utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, ujenzi wa kiwanda cha uchenjuaji wa dhahabu ulioanza tarehe 15 mwezi wa 8 2024, ikiwa mpaka sasa utekelezaji huo umefikia 100% na kazi zinaendelea. Aidha, hadi sasa ujenzi huu umetumia kiasi cha Tanzania bilioni 1.3, ambapo fedha hizi zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa mashine ya uzalishaji, jengo la kupumzikia wateja na wafanyakazi, store ya kisasa ya kutunzia madawa au kemikali na eneo la maegesho ya magari. Manufaa ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025, ujenzi huu ukikamilika utasaidia kuongeza thamani ya dhahabu, ajira kwa jamii, kuchochea uchumi wa nchi kwa ulipaji wa tozo mbalimbali za serikali kama vile TRA. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika azma ya kuwaruhusu wawekezaji wa ndani pamoja na nje ya nchi yetu kuwekeza Tanzania, kwa kweli wamekuwa wakifanya kazi kubwa ya kumsaidia rais wetu, kwa sababu mradi huu kama ambavyo mnauona ni miongoni mwa miradi ambayo inaendelea kuweka heshima kubwa ndani ya mkoa huu wa Songwe. Na mimi nataka nikuhakikishie kaka yangu Jabu kwamba mradi huu na wewe na watumishi wako, serikali itaendelea kuwapa mashirikiano ya kutosha muda wote na wakati wote kupitia ujio wa Mwenge wa Uhuru siku ya leo. Unapokuwa na jambo lolote lile, basi usisite kuonana na mkuu wa wilaya, usisite kuonana na mkurugenzi, usisite kuonana na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na mimi naamini na wao wameendelea kujionea faraja siku ya leo. Heshima hii ambayo serikali imekupatia ni miongoni mwa heshima ambazo natakiwa uthamini, na wao serikali wanatakiwa wathamini juhudi ambazo unazifanya katika eneo hili, kwa sababu moja kati ya jambo ambalo limenifurahisha katika mradi huu ni swala zima la kuona vijana wengi ambao umewaajiri eneo hili. Naomba tujipigieni makofi sana. Vijana safi. Na hii kwa kweli inaendelea kuleta tija kwa rais wetu. Na mimi nataka nikuambie kupitia sisi wawakilishi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia na kupitia wenzetu wanahabari hawa, siku ya leo hata yeye mwenyewe anapoona kwamba Mwenge wa Uhuru umekuja kwa mwekezaji mzalendo, kwa kweli ataendelea kuwa na imani kubwa kwenu, na naamini kuna siku atakuja ndani ya mkoa wa Songwe na atatamani kuja kuwaona wawekezaji kwa ambao mnawekeza kwenye eneo hili. Mimi ni kuhakikishia mashirikiano ya dhati muda wote na wakati wowote ndani ya serikali yetu, na kama unahisi kuna mahala unahitaji kuwekeza zaidi, basi serikali maeneo yapo kwa ajili ya kuwekeza kwa jambo lolote lile. Miongoni mwa kazi nzuri aliyoifanya mkurugenzi ni kuhakikisha wamepima maeneo yao yote na kuyapanga kwa ajili ya kuwekeza katika miradi mbalimbali. Leo umewekeza katika mradi wa madini, kesho na kesho kutwa utawekeza katika mradi wa hoteli, utawekeza katika mradi wa sekta ya elimu, utawekeza katika mradi wa sekta ya vituo vya mafuta. Hayo yote na muda wote unapokuwa unahitaji kufanya jambo lolote, basi serikali itaendelea kukupa mashirikiano.